Baada ya kuwa na uvumi kwamba wamezunguka kote kwenye mapoli, maeneo yote unayojua wewe, yale hatarishi na ambayo sio hatarishi kumtafuta Mdude, sasa wameamua kuzipeleka lawama zao kwa jeshi la polisi, huku wengi wakikumbuka ile clip ya yule mzee aliyeweza kutaja baadhi ya maaskari ambao yeye alisema wanahusika kwa namna moja ama nyingine katika swala zima la kumteka Mdude. Sasa jeshi la polisi bwana limeona aibu na kuamua kuungana na wananchi na kusema kwamba linafuatilia ama linachunguza ni kina nani hao askari na walihusika vipi. Sasa taarifa ya jeshi la polisi ilikuwa inasema hivi: taarifa kwa umma. Jeshi la polisi linachunguza tuhuma za kuhusika askari katika kupotea kwa Mdude Nyagali. Jeshi la polisi linafuatilia kwa ukaribu tuhuma zinazotolewa na mwananchi mmoja ambaye jina lake linaendelea kufuatiliwa, akituhumu askari wawili kupitia mitandao ya kijamii kuwa walimfuata kumtaka afanye nao kazi ya kijasusi pamoja na kumwahidi kumpatia fedha. Kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi kupitia ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi na makosa ya jinai limeunda kikosi kazi ambacho tayari kimeshafika mkoani Mbeya kwa ajili ya uchunguzi juu ya swala hilo. Wakati uchunguzi juu ya swala hilo ukiendelea, jeshi la polisi linatoa rai kwa wananchi ama mwananchi yote mwenye taarifa zinazoweza kusaidia kubaini ukweli juu ya swala hili atoe ushirikiano kwa kutoa taarifa hizo kwa jeshi la polisi. Sasa bwana, baada ya hili tamko bwana, wengi walijiuliza maswali ambayo mimi mwenyewe ilibidi kweli ni afiki kile ambacho wao wanakiuliza. Wanasema jeshi hilo la polisi ndio jeshi lilosema linachunguza kuhusu kifo cha Ali Kibao. Kama unakumbuka, jeshi hilo la polisi lilisema linachunguza kuhusu kupotea kwa kina Soka na wenzake. Na mpaka leo hii halijawahi kuja na kutamka jambo lolote lile kuhusu tuhuma za utekaji ama kumpointi mtu ama watu ambao walishawahi kuwekwa kwenye jamii kwamba hawa wanahusika. Yani ni hivi, halijawahi kumpointi mtu kwamba huyu ambaye nyie mlikuwa mnamtuhumu ni kweli tumemkuta na hatia na anahusika. Sasa jeshi hilo la polisi pia lenyewe linachunguzana lenyewe kwa lenyewe. Yani imagine polisi anaenda kumchunguza polisi mwenzake. So hiki ni kitu ambacho ni ngumu. Yani hata kama ndo mimi ningekuwa nafanya kazi alafu niambiwe nimchunguze mfanyakazi mwenzangu alafu nije nigundue ni rafiki yangu, ni ngumu mimi kwenda kumsemea sehemu fulani ili mwenzangu aangamie. Kwa hiyo watu wanaona kama vile jeshi la polisi aliko serious. Yani polisi wanachunguzana wenyewe kwa wenyewe. Okay, by the way bwana, watu bado wanaendelea kumtafuta ndugu yao Mdude, mwanachama mwenzao, lakini Watanzania wameendelea kupaza sauti free Mdude kwa sababu wanaona kabisa mchizi anaenda kuangamia kwa sababu yeye sio wa kwanza. Wapo wengi sana wamepotea, wapo wengi sana wamekutana na changamoto kama hizo, miili yao iliokotwa na wengine miili yao haijaokotwa. Ukitaka kulijua hilo, basi wewe ingia YouTube alafu nenda kasachi kuhusu Sativa, utajua kutekwa ni nini ama kutekwa kuna faida gani ama hasara gani. Basi wewe nenda tukasachi hivyo Sativa. Ndio ya kwanza kabisa kufanya mambo ya kijinga namna hiyo. Polisi mbaya. Ama kwani mtumwa mkubali? Kwani msikatae? Kwani msiseme hatujui chochote kuhusu yule? Basi mkemchukua, msingempiga, mkempeleka mahakamani angejitetea kama anakosa. Kwani nini mumfanyie hivi? Jamani polisi? Polisi wanao mbaya. Ni polisi wanao mbaya. Sijapata kuona. Wakisamiria fanya kitu wamesamiria. Wakituma tu bana fanya kitu fulani kwa yule mtu. Na wao wanakubali. Kwa nini wanalomba hivi? Kwa nini polisi wa Tanzania wanalomba huko kwingine huko hapa? Kwa nini hapa tu? Kwa nini mnataka watu polisi? Hapo mnajifanya watu wasiojulikana, lakini wasiojulikana ni hao polisi. Hata tusifiche tuongee ukweli. Tuongee ukweli jamani. Hiyo wasimsikilize.
msingi